Hujambo na karibu mshirika wetu mpendwa wa PCEA Kitengela Township na kukaribisha kwenye ibada yetu ya pili, tarehe ikiwa ni mosi, mwezi wa sita, mwaka wa 2025. Katika kalenda ya nchi yetu ni siku ya Madaraka, na bila shaka jiunge nami katika matangazo ya wiki hii. Kutoka kwenye meza ya LCC, wanazidi kutukumbusha kuhusu mchango wetu wa hapo mwakani au ukipenda annual fundraiser. Itafanyika tarehe 8 mwezi huu wa sita hapa kanisani. Tunakumbushwa ya kwamba ibada itakuwa ni moja na itaanza mnamo wa saa 3 asubuhi na sote ni wageni waalikwa. Kwenye meza hiyo hiyo LCC wanatukumbusha kuhusu ibada ya kuingizwa kazi kirasmi kwa mchungaji wetu wa hapo awali, Daktari Hezekiah Muraya. Itakuwa ni Jumapili tarehe 15 mwezi huu katika kanisa la PCEA Mtakatifu Paulo, Githunguri, eneo la Utawala, kuanzia saa 3 asubuhi. Iwapo una nia ya kuhudhuria, malipo ni shilingi 200, yafanyike kwenye paybill ya kanisa akaunti 324033, jina ukifuatiwa na neno induction. Mwisho wa kujisajili ni Jumatano tarehe 11 mwezi huu. Sote tunafahamishwa ya kwamba ibada ya ubatizo, kuingizwa kanisa na kwenye meza ya Bwana itakuwa Jumamosi tarehe 21 mwezi huu saa 4 asubuhi. Kutoka kwenye kanisa tunajulishwa ya kwamba kutakuwa na ibada ya meza ya Bwana itakayofanyika Jumatano tarehe 25 kuanzia saa 12 jioni. Sote tunaomba kuweza kubeba kadi zetu. Kwenye meza ya PCMF wanajulishwa ya kwamba retreat yao ya mwakani itakuwa jijini Mombasa katika mgahawa wa Sunset Paradise Resort, tarehe ikiwa ni 25 hadi 28 mwezi wa 9 mwaka huu. Malipo ni shilingi 15,000 kwa kila mmoja, yafanyike kwenye paybill nambari 324033, akaunti andika neno PCMF Retreat. Kwa maelezo zaidi unaweza kuzungumza naye Bwana Anthony kwenye nambari 0724504546 au Bwana Jackson kwenye nambari 0718736177. Meza hiyo hiyo ya PCMF wanatujulisha ya kwamba mazoezi ya kwaya yao hufanyika mara 3 kwa wiki: Jumanne kuanzia saa 1 hadi saa 3 usiku, Alhamisi saa 1 hadi saa 3 usiku na Jumamosi saa 12 hadi saa 2 jioni. Wanaume wote wanaombwa kujiunga nao. Kutoka kwa meza ya wanaume ya PCMF wanawakumbusha wanaume wote wameandaa kiamsha kinywa cha maombi almaarufu prayer breakfast. Itakuwa tarehe 15 mwezi huu wa sita kuanzia saa 12 asubuhi hapa kanisani, na mnenaji atakuwa ni Bi Flash Mburu. Kwenye meza ya kina mama ya Women's Guild wanawajulisha ya kwamba hakutakuwepo na ushirika wao wa kila Jumatatu. Kwenye meza ya Winjilisti wanawajulisha ya kwamba ushirika wao wa kila Jumatatu hufanyika hapa kanisani kuanzia saa 12 jioni na sote tunaalikwa. Meza ya Winjilisti pia wanatufahamisha kuhusu maombi ya Jumapili asubuhi ambayo hufanyika kuanzia saa 11:30 na kukamilika saa 1:30. Lisaa la kwanza ni la maombi ya kibinafsi na lisaa la pili ni maombi ya kuelekezwa. Sote tunaomba kujumuika nao. Kwenye meza ya kwaya ya kanisa wanawafahamisha ya kwamba mazoezi yao hufanyika kila Jumanne na Alhamisi kuanzia saa 11 kasorobo jioni hapa kanisani, na iwapo una nia unaweza kujiunga nao. Kwenye habari za tanzia, tunasikitika kutangaza kifo cha babake Bwana Davidson Gashiri ambaye ni mshirika wa Judea na pia ni mwanachama wa BSR. Babake Bwana Patrick Kerry atapumzishwa Jumatano tarehe 4 mwezi huu
katika makaburi ya Lang'ata. Iwapo ungependa kuwasiliana na Bwana David kwa maombi na kumtia moyo, mfikie kwenye nambari 0721447136 na pia tuweze kuiweka jamii hii katika maombi. Tunasikitika kutangaza kifo cha babake Bi Regina Ndinda, ambaye ni mshiriki wa Hope na pia ni mwanakwaya katika kanisa letu. Kifo kilitokea Jumatano tarehe 28 mwezi huu. Kwao nyumbani ni Kasanguni katika kaunti ya Makueni. Kwa mipango ya mazishi tutajulishwa baadaye. Mfikie Regina kwa maombi na usaidizi kwenye nambari 0725664984. Pia tuweze kuwakumbuka wote waliopoteza wapendwa wao, na Mola ailaze mioyo yao mahali pema. Kwenye habari zingine za tanzia, familia ya Bwana na Bi Benson Githinji wa Mwangaza wamempoteza baba yao Bwana Andrew Migwi. Alipumzika jana Jumamosi tarehe 31. Taarifa za mazishi zitatolewa hapo baadaye. Kwa maombi na usaidizi, unaweza mfikia Faith kwenye nambari 0718918892 au Githinji kwenye nambari 0727405029. Makiwa kwa jamii na familia. Kwenye zamu Jumapili ijayo, ibada zote mbili watakuwa ni wanakamati wa uendelezi na wageni watashughulikiwa naye Elder Beatrice Gashunga. Wanarika hawatakuwa na ibada. Na tukilikunja jamvi la matangazo, chini ya uongozi wake Bwana Henry Mushiri, na watakia wiki yenye heri na mafanikio na baraka tele kutoka kwa Maulana. Langu jina ni Wanjiru Margaret na mhariri wetu ni Edwin Mbao.